Yes, ni wasaa mwingine tena. Natumaini Mr. Driver unaendelea salama kabisa. Mimi ni baba yake na Aviga, nipo hapa tena katika kijiwe cha baba Aviga. Nataka leo nikupitishe katika dondoo namba 5 ya namna gani dereva unaweza ukaipa kazi hii ya udereva au taaluma hii ya udereva. Tumekubaliana hapa kijiweni kwamba dereva mwenyewe ndiye unayeweza kuipa kazi hii ya udereva kabla mamlaka zingine au jamii na watu wengine kuithamini kazi hii. Tuliangalia dondoo kadhaa katika dondoo 5 na leo ninakupa dondoo ya mwisho namba 5, nayo ni kujiunga na vyama au vikundi vya kitaaluma. Madereva tuna makundi tofauti. Kuna makundi ya madereva wa malori, kuna makundi ya madereva wa mabasi ya masafa marefu, kuna madereva wa taksi, lakini kuna madereva bajaji, bodaboda, kuna madereva malori, transit. Kwa haya ni makundi mbalimbali ambayo madereva wamekuwa katika makundi hayo. Hakuna sehemu ambayo madereva wapo na hakuna kundi. Kuna makundi na ni makundi rasmi, yapo kisheria kabisa, yana uongozi na utaratibu. Kwa moja ya jambo muhimu katika kulinda hadhi ya udereva au tasnia hii ya udereva, hakikisha wewe dereva katika hayo makundi mojawapo umo ndani ya makundi haya. Kwa nini makundi haya yanatunza hadhi ya udereva? Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa dereva ni muhimu sana ukakaa kwenye haya makundi, kwa sababu kunakuwa na nguvu ya pamoja ya kusemeana na kuteteana. Makundi haya huwa yanamtetea dereva katika mazingira tofauti, lakini makundi haya huwa yanatumika pia kumshepu na kumuonya dereva. Makundi ya kitaaluma mara nyingi yanamfanya dereva awe smart, kwa sababu kule kuna kanuni na taratibu ambazo zimewekwa. Dereva akikengeuka anaonywa kule, kwa ile inamuongezea hofu ya kutokufanya makosa na kutunza hadhi ya tasnia hii, hata makundi mengine na jamii ikatambua na kuona kazi hii ni kazi yenye hadhi na yenye kuthaminika. Kwa ni muhimu sana kwako dereva kuwa katika haya makundi, kwa sababu nimesema ni makundi yanayoongeza hadhi na thamani ya dereva, kwa sababu ndani ya haya makundi huwa tunaonyana, tunakumbushana, tunapeana elimu, lakini pia hata mamlaka huwa zinayatambua haya makundi. Kwa ni eneo muhimu sana kuweka hadhi ya dereva. Yaani watu wao wanaogopa kusogelea au kumfanyia tofauti mtu aliye kwenye kundi ambalo linaweza likamtetea. Kwa hata kama mtu alikukadiria, lakini akiwaza liko kundi ambalo linakusimamia wewe, anakupa heshima yako na kukutetea. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kwako dereva kulizingatia hili ninaolisema, na kwamba kaa kwenye makundi. Kuna makundi ya kitaaluma, haya yanakufanya dereva uthaminike, kwa sababu wasipokuheshimu wewe wataheshimu lile kundi ulilopo. Mfano rahisi, unaona wenzetu wa bodaboda, madereva bodaboda, kuna muda wanapata heshima yao kutokana na umoja wao wa makundi yao. Ukigusa bodaboda mmoja watakuja hapa maelfu. Sasa ile inaongeza kuheshimika. Lakini ukienda mbali zaidi ya hapo, makundi haya nimesema pia ni ya kitaaluma, yanakushepu sana dereva. Tunakumbushana sana huku kabla hata ya kwenda kukumbushana huku nje. Kuna hofu fulani mwanadamu huwa sometime wanajengewa kwa kutiwa uoga wa jambo fulani. Haya makundi yana kanuni zake ambazo ni kali sana, kwamba ukikosea kuna uwezekano wakakutoa kwenye huo umoja, na kukutoa kwake manake hutafanya kazi hiyo ya udereva. Usipofanya utapelekea kuendesha mambo yako kadhaa, lakini kulisha familia yako. Kwa hilo pia linamfanya dereva ajishepu, kwa linasaidia kuweka hadhi ya dereva. Kwa ni muhimu dereva usijitenge ukawa kivyako, kuwa kwenye hayo makundi, kwa sababu yatakuhifadhi, yatakusaidia, lakini hata ukipata tatizo ya makundi huwa yanasaidia pia. Kuna sehemu ilitakiwa uteteleke, waone dereva amefeli kwenye hiki, kuwa kwenye kundi, wanakundi wenzio watakuja watakubeba. Kwa utakuwa na hadhi, kwamba ona dereva pale alivyofunikwa kwenye jambo lake lile. Kwa tamani au taka kuwa kwenye haya makundi.
Hilo ni jambo la muhimu sana, namba 5 na la mwisho katika dondoo 5 za kuipa hadhi kazi ya dereva. Bwana, mimi ni baba yake na Aviga, na hapa ni kijiwe cha baba Aviga. Nimekukumbusha mambo hayo 5 ya msingi sana, lakini mwisho nataka niseme kazi hii ya dereva kwa sasa hivi ni kazi yenye thamani sana, tofauti na miaka kadhaa huko nyuma. Zamani ilikuwa ni kazi ya kuangukia. Mtu akikosa kazi zingine zote anasema umeshindwa hata kuwa dereva, lakini kuhakikishia saizi kazi ya dereva sio simple na rahisi hivyo. Ukitaka kwenda kuajiriwa kuwa dereva wa kampuni ya basi lolote lile, saizi wameweka sifa na vigezo vingi sana, yaani CV yako ipendeze. Watakufuatilia sana tabia zako na uwezo wako. Kwa ni sehemu ambayo ina mchujo sana, sio kama huko nyuma, maadamu wewe unaweza kupiga gia ukaendesha basi utapata kazi. Kuna vitu vingi sana watakutaka kutoka kwako. Hata serikalini kuajiriwa kuwa dereva sasa hivi kuna vigezo vingi sana vimewekwa ili kuipa hadhi na hadhi yake inayostahili kazi ya dereva. Kama ulivyo udaktari, watu kupata udaktari kuna hadhi. Kwa kazi ya udereva imepewa hadhi, na tunavyozidi kuendelea inakuwa na inapata hadhi. Magari yenyewe yanayokuja sasa hivi ni ya kisasa sana, kwa hiyo atakutaka pia na wewe uwe na elimu kubwa sana ya kuyajua magari mbali na kuyaendesha. Yaani sasa hakuna zile sui kupiga gia sui na hivyo, yani ni zaidi ya hivyo. Magari ni ya kisasa zaidi, hata mtu hangaiki, unaminya tu na bofya. Kwa kuna mambo ya teknolojia zaidi pia kwenye udereva. Kwa udereva sasa hivi ni kazi kama kazi zingine na ina umuhimu na thamani kubwa, na ndio maana tuko hapa kukumbushana na kuendelea kusitizana, kwa sababu tunataka kutengeneza madereva wazuri wajao, lakini na sisi tuliopo tuwe na consistency nzuri ya kuwa madereva bora. Ndio maana ya hiki kijiwe cha baba Aviga. Ili uwe dereva sasa hivi ni kazi ngumu, naendelea kukukumbusha. Uliyeko mtaani sio easy sana kupata nafasi popote, iwe ni ajira binafsi au serikalini. Hii yote inaongeza thamani ya kazi hii, kwamba sio kazi ya kuichukulia kama utaichukulia tu. Kuna watu wamebadili taaluma zao zingine, wamekuja kwenye udereva. Kuna watu wana degree zao wako kwenye huu udereva. Kwa udereva ni zaidi ya kuliwasha gari na kuliendesha, ni zaidi extra mile, yani imeenda mbele zaidi. Kwa sio kazi ya kuichukulia hoya. Na hiki kijiwe cha baba Aviga kiko mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kuithaminisha kazi hii, na ujue hivyo kwamba si rahisi kuwa dereva kwa sasa hivi. Na wewe uliye dereva, si rahisi kuendelea kukaa kwenye huo dereva kama hutakuwa mtu wa kuongeza taaluma yako kila itwapo leo. Unaweza ukapoteza hiyo kazi ya udereva, iwe kwenye kampuni, iwe kwenye taasisi binafsi, iwe serikalini. Wakati wote utadondosha kazi hiyo kama hutaithamini na kuitambua. Sio kazi sasa hivi ya kuangukia, ni kazi inayotafutwa na ina vigezo kila itwapo leo. Hata ukienda tu kwenye namna ya kupata leseni sasa hivi kuna vigezo vimeongezwa sana ili upate leseni. Hiyo yote inakushtua kwamba hii sasa ni kazi inayopewa hadhi na hivyo kwamba kuna umuhimu wa kutambua hadhi hii inatakiwa endelee kuheshimiwa. Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni baba yake na Aviga, na hapa ni kijiwe cha baba Aviga. Tutakutana tena kwa mada zingine hapa kijiweni. Nafikiri kwa dondoo hizi tumefika mwisho wa dondoo 5 za kuipa hadhi kazi ya dereva. Share, like na comment, lakini unaweza kutuambia unataka tuje na mada gani tena hapa katika kijiwe cha baba Aviga. Asante kwa kuwa nami, nafikiri mpaka wakati mwingine. Thank you na asante sana.